Taasisi ya uwajibikaji wa kijamii TISA ambalo ni shirika la kiraia lisilo la kiserikali nchini Kenya limeandaa mafunzo kwa wanahabari kutoka Meru pamoja na mashirika mbalimbali kuhusu uwajibikaji wa serikali kuhusu miradi ya serikali. Tunaungana naye mwanahabari wetu wa Meru John Javia Kiania kwa mengi zaidi. Kiania? Shukrani tena sana na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na kikubwa ni kwamba leo nimekita kambi katika eneo moja hapa katika kaunti ya Meru ambapo shirika la uwajibikaji wa miradi ya kiserikali pamoja pia na kuweka mambo ya serikali katika mizani ambayo linajulikana kama TISA limeandaa mafunzo kwa wanahabari pamoja pia na mashirika mbalimbali ambayo yanahusisha pia na uwajibikaji katika taifa letu la Kenya. Labda kuhusiana pia na mafunzo ya siku ya leo, labda unaweza tuelezea mafunzo ya siku ya leo, mnadhamilia kutoa mafunzo kwa kikundi gani na kwa nini kaunti ya Meru? So tuko huku tukifanya program inaitwa Tupigane na Ufisadi. Lengo letu haswa ni kuhakikisha kwamba wana kijiji pamoja na wale ambao wako kwa mashirika yasiyo ya serikali, zile ambazo tutaisha shirika la jamii, wanaweza kutrack projects zile ambazo zinafanyika kwao. So tunajaribu kuwaambia jinsi ambavyo wataweza kuzungumza na wale ambao wana benefit from those projects, na waweze kuangalia walipewa pesa ngapi katika hizi project na ni zipi zimetumika, and is it providing service ambayo wanafaa kupata kutokana na hiyo project. Labda kwa swali moja kabla sijatoka kwako, katika miradi ya serikali mnapea serikali nafasi pia kutoa miradi kwa wananchi. Unaweza wapa asilimia kama ngapi kulingana pia na zile takwimu ambazo mko nazo kama shirika? Sitaweza kuwa na takwimu exactly, lakini tukiangalia yale ambayo yanatoka kwenye wananchi, majority ya zile projects ambazo zimefanyika haziwezi zote, sio zote zinafanya the service it's supposed to be. Wengine wana construct hospitali na wanawachia hapo, so the service still haiwezi fika. Mashule zimeconstructiwa lakini bado wanafunzi hawezi zitumia zikingoja launching. So most of the counties wanafaa pia waangalie wakati wanafanya hizi miradi, at the end of the result ni mwananchi anaenda kubenefit from it, isiachwe ikiwa katikati. So tunataka waweze pia kuenda, wakishapata hayo waende kwa serikali waseme hii imemalizwa, lakini tunataka kubenefit from it jinsi tunafaa ku. Shukrani tena sana. Labda nitazungumza na mmoja wa washikadau katika kaunti ya Meru. Umekuwa katika mstari wa mbele sana kuhakikisha pia haki za kinadada pia zinajumuishwa katika serikali, na labda katika miradi na mafunzo ya siku ya leo umejifunza nini? Siku ya leo kivyangu nimejifunza zile haki ambazo tuko nazo sisi kama wananchi na pia sisi kama residents wa hii Meru County, na zile miradi ambazo zinafaa kutubenefit sisi kama the residents. So kazi yetu, jukumu letu kubwa siku ya leo ni kuona ni miradi gani imewekwa, ni bajeti gani ambayo imetengwa, na kama hiyo miradi inafanyika vile ambavyo inafaa kufanyika, kama wananchi wana receive zile service. Asante sana. Labda tumalize na mmoja mwakilishi wa watu walio na ulemavu. Labda utuelezee kwa maoni yako kauli za miradi ya serikali kama watu ambao wanaishi na ulemavu inafaa kuwa jumuishi. Labda mmejumuishwa katika miradi hii? Tumenufaishwa katika miradi hii, na kusema kweli kupitia shirika ambao ni TISA tumeweza kujifunza pia mambo mingi, hasa katika kama kaunti ya Isiolo tumeweza kupigania mambo ya policy ambayo ni sheria ambayo ya kaunti ama act, ndio iweze walemavu kuwa wanafaidika katika kaunti yao, na saa hii ndio iko kwa on the process na imetoka kwa stakeholder, imefika kwa stakeholders. Sasa kuna mapping point, sasa ndio waweze kupitiza hizo sheria. Labda kama walemavu, ni changamoto kama gani ambazo mnazozipitia mnahisi labda serikali inafaa kuweka kipaumbele kuhakikisha pia haki zenu zinaangaziwa? Changamoto ambayo tunapata katika mambo ya walemavu ni ujenzi duni ambayo imejengwa katika mtaa za kaunti zote, kwa sababu mahali ambapo walemavu wanaweza saidika ni mahali wanaweza kuwa accessible. Kama huwezi kufikia huwezi fika, so tunahitaji miradi yoyote kama ni manyumba ziwe ambayo zinaweza kupita ya walemavu,
na kuajiriwa kwa walemavu katika kaunti za Kenya. Shukrani tena sana. Hao ni washikadau katika sekta ya kutoa hamasa kwa wananchi kuhusiana pia na miradi ya serikali na ujumuishaji wa watu pia walio na ulemavu. Wanatoa mafunzo kwa wanahabari hapa katika kaunti ya Meru pamoja pia na mashirika mbalimbali. Kutoka hapa kaunti ya Meru sina la ziada. Jina langu ni John Java Kenya. Tarejesha kwako kwa mengi zaidi. Asante sana John Kiania kutoka Meru kwa taarifa hiyo.